Unadhani kufunga tumbo baada ya kujifungua ni mila na desturi za baadhi ya makabila au kuna msingi wa kibiolojia unaothibitishwa na sayansi ya mwili wa binadamu? Leo nitakufungua macho na kukupa ukweli ambao wengi hawaujui. Wanawake wengi hupuuza hatua ya kufunga tumbo wakidhani ni jambo la kitamaduni. Lakini ukweli ni kwamba baada ya kujifungua mwili hupitia mabadiliko makubwa ya ndani ambayo bila uangalizi sahihi yanaweza kuathiri afya ya muda mrefu, kama vile kulegea kwa misuli ya tumbo, maumivu ya mgongo na kuchelewa kwa mfuko wa uzazi kurudi katika hali yake ya kawaida. Hakikisha unaendelea kutazama hadi mwisho kwa sababu ya 6, 8 na 10 zinaelezea kwa kina zaidi jinsi mwili wa mwanamke unavyorekebisha mifumo yake ya ndani baada ya kujifungua. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Sababu ya kwanza, kurudisha misuli ya tumbo katika hali yake ya kawaida. Baada ya mama kujifungua, misuli ya tumbo ambayo kitaalam huitwa abdominal muscles huwa imetanuka sana kutokana na ukuaji wa mtoto ndani ya mfuko wa uzazi. Hali hii kitaalam hujulikana kama kutengana kwa misuli ya tumbo, ambapo misuli inapoteza mshikamano wake wa kawaida. Sasa, kufunga tumbo kunasaidia kuipa hiyo misuli msaada wa nje ili iweze kurudi pamoja taratibu, kwa sababu seli za misuli zina uwezo wa kujirekebisha, lakini zinahitaji mazingira ya kusaidiwa. Tafiti mbalimbali za kitabibu zinaonyesha kuwa msaada wa nje unaweza kusaidia kupunguza ule uwazi uliotokea kati ya misuli. Ndiyo maana kufunga tumbo hapa si swala la mila tu, bali ni utaratibu unaosaidia mwili kurejesha muundo wake wa kimaumbile kwa ufanisi zaidi. Sababu ya pili, kusaidia mfuko wa uzazi kupungua kwa haraka. Baada ya mama kujifungua, mfuko wa uzazi ambao kitaalam huitwa uterus huwa umeongezeka ukubwa sana ili kubeba mtoto kwa miezi yote ya ujauzito. Sasa, baada ya kujifungua, mfuko huu unatakiwa kurudi katika ukubwa wake wa kawaida kupitia mchakato unaoitwa involution. Kufunga tumbo kunasaidia kutoa msaada wa nje kwenye eneo la tumbo, jambo ambalo linaweza kusaidia mfuko wa uzazi kujikaza kwa ufanisi zaidi. Tafiti zinaonyesha kuwa mzunguko mzuri wa damu na msukumo wa misuli huchangia sana katika mchakato huu. Ndiyo maana kufunga tumbo si desturi tu, bali ni hatua inayoweza kusaidia mwili kufanikisha mabadiliko yake ya kibiolojia kwa haraka zaidi. Sababu ya tatu, kuboresha mzunguko wa damu kwenye eneo la tumbo. Baada ya kujifungua, mwili wa mama hupitia mabadiliko makubwa katika mfumo wa mzunguko wa damu, hasa kwenye eneo la tumbo na nyonga. Kufunga tumbo kunatoa shinikizo la wastani ambalo linaweza kusaidia kusukuma damu katika mishipa midogo midogo iliyoko kwenye eneo hilo. Hali hii husaidia kupeleka virutubisho na hewa safi kwenye tishu zinazojirekebisha na pia kuondoa taka za mwili kwa ufanisi zaidi. Tafiti za kitabibu zinaonyesha kuwa mzunguko mzuri wa damu unaharakisha uponaji wa ndani ya mwili. Ndiyo maana kufunga tumbo hapa kunakuwa na msingi wa kibiolojia unaosaidia mwili kujiponya kwa ufanisi zaidi. Sababu ya 4, kuzuia kulegea kwa ngozi ya tumbo. Wakati wa ujauzito, ngozi ya tumbo hunyooka sana ili kuruhusu ukuaji wa mtoto na kusababisha nyuzi za ngozi kupanuka. Baada ya kujifungua, ngozi hii inaweza kubaki imelegea kutokana na kupungua kwa mvutano wake wa awali. Kufunga tumbo kunasaidia kuipa ngozi msaada wa nje ambao unaweza kusaidia nyuzi za ngozi kurudi katika hali yake ya kawaida taratibu. Tafiti zinaonyesha kuwa ngozi ina uwezo wa kujirekebisha kupitia collagen na elastin, lakini inahitaji muda na msaada sahihi. Ndio maana kufunga tumbo si mila tu, bali ni njia ya kusaidia mchakato wa kibiolojia wa ngozi kujirejesha. Sababu ya 5,
Kupunguza maumivu ya mgongo. Baada ya kujifungua, misuli ya tumbo huwa dhaifu na hali hii inaweza kusababisha mzigo mkubwa kuelekezwa kwenye mgongo, hasa sehemu ya chini. Kufunga tumbo kunasaidia kuimarisha eneo la tumbo na kiuno kwa kutoa msaada wa ziada unaosaidia kusawazisha mwili. Hii inapunguza presha inayowekwa kwenye mgongo na hivyo kupunguza maumivu. Tafiti za kitabibu zinaonyesha kuwa msaada wa misuli ya tumbo una mchango mkubwa katika kulinda mgongo dhidi ya maumivu. Ndiyo maana kufunga tumbo hapa kunakuwa na umuhimu wa kibiolojia katika kurejesha usawa wa mwili. Sababu ya 6: kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Baada ya kujifungua, baadhi ya wanawake hupata mabadiliko katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kutokana na mabadiliko ya homoni na nafasi ya viungo vya ndani. Kufunga tumbo kunasaidia kuweka viungo vya ndani katika mpangilio mzuri na kusaidia harakati za kawaida za utumbo. Tafiti zinaonyesha kuwa mpangilio mzuri wa viungo vya ndani unaweza kusaidia mmeng'enyo wa chakula kuwa rahisi zaidi. Ndiyo maana kufunga tumbo hapa si swala la desturi, bali ni njia inayoweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Sababu ya 7: kusaidia kurejesha mkao sahihi wa mwili. Wakati wa ujauzito, mkao wa mwili hubadilika kutokana na uzito wa mtoto na mabadiliko ya mgawanyo wa uzito. Baada ya kujifungua, mwili unahitaji kurejesha mkao wake wa kawaida. Kufunga tumbo kunatoa msaada unaosaidia mgongo na kiuno kurejea katika nafasi sahihi. Tafiti zinaonyesha kuwa msaada wa nje unaweza kusaidia mwili kujifunza tena mkao sahihi kwa haraka zaidi. Ndiyo maana kufunga tumbo hapa kunahusiana moja kwa moja na mchakato wa kibiolojia wa kurejesha usawa wa mwili. Sababu ya 8: kusaidia misuli ya sakafu ya nyonga kufanya kazi vizuri. Misuli ya sakafu ya nyonga hupata shinikizo kubwa wakati wa ujauzito na kujifungua na inaweza kudhoofika. Kufunga tumbo kunasaidia kwa kutoa uthabiti kwenye eneo la chini la tumbo ambalo lina uhusiano wa karibu na misuli hii. Hii husaidia misuli ya nyonga kufanya kazi kwa ufanisi zaidi katika kushikilia viungo vya ndani. Tafiti zinaonyesha kuwa uthabiti wa tumbo unachangia uimara wa sakafu ya nyonga. Ndiyo maana kufunga tumbo kunakuwa na msingi wa kibiolojia katika kusaidia mfumo huu muhimu wa mwili. Sababu ya 9: kutoa hisia ya uthabiti na faraja. Baada ya kujifungua, mwili wa mama unaweza kujisikia dhaifu na kukosa uthabiti, hasa kwenye eneo la tumbo. Kufunga tumbo kunatoa msaada wa nje unaosaidia kupunguza mkazo kwenye misuli na viungo. Hii huleta hisia ya faraja na usalama wakati wa kufanya shughuli za kila siku. Tafiti zinaonyesha kuwa msaada wa kimwili unaweza kusaidia kupunguza uchovu wa misuli. Ndiyo maana kufunga tumbo hapa kunakuwa na umuhimu wa kibiolojia katika kuboresha hali ya mwili kwa ujumla. Sababu ya 10: kusaidia mwili kurudi katika muundo wake wa awali kwa hatua. Mwili wa mwanamke una uwezo mkubwa wa kujirekebisha baada ya kujifungua, lakini mchakato huu huchukua muda na unahitaji msaada sahihi. Kufunga tumbo kunasaidia kutoa mazingira mazuri kwa misuli na viungo kurejea katika hali yake ya kawaida kwa hatua. Tafiti zinaonyesha kuwa msaada wa nje unaweza kusaidia kuharakisha mchakato wa kurejesha umbo la mwili. Ndiyo maana kufunga tumbo si mila tu, bali ni sehemu ya utaratibu wa kibiolojia unaosaidia mwili kujirudia katika hali yake ya awali kwa ufanisi zaidi. Kwa ujumla, kufunga tumbo baada ya kujifungua si jambo la mila na desturi pekee, bali lina msingi wa kibiolojia unaosaidia mwili wa mwanamke kurekebisha mabadiliko yaliyotokea wakati ya ujauzito na kujifungua. Mwili wa mwanamke hupitia mabadiliko makubwa sana ya misuli, mfuko wa uzazi, ngozi, pamoja na mifumo ya ndani, hivyo unahitaji msaada sahihi ili kurejea katika hali yake ya kawaida kwa usalama na ufanisi. Naturemed Supplies tunashauri kuwa mama anayejifungua anapaswa kufunga tumbo kwa njia sahihi na kwa uangalifu ili kuepuka madhara yasiyotarajiwa. Ni muhimu kuhakikisha kuwa kufunga tumbo hakufanywi kwa nguvu kupita kiasi ili kutoathiri mzunguko wa damu au kupumua kwa uhuru. Pia ni vyema kuanza hatua hii kwa ushauri wa mtaalamu wa afya ili kuendana na hali ya mwili wa mama husika. Aidha, lishe bora yenye virutubisho muhimu kama protini, madini na vitamini inapaswa kuzingatiwa ili kusaidia mwili kujijenga upya.
Unywaji wa maji ya kutosha pamoja na kufanya mazoezi mepesi ya kurejesha misuli pia ni sehemu muhimu ya mchakato wa kupona. Kumbuka, afya ya mama ni msingi wa ustawi wa familia nzima. Hivyo, chukua hatua sahihi mapema kwa kufuata njia salama zenye msingi wa kisayansi. Kama unahitaji mwongozo zaidi wa afya ya uzazi na tiba asili zilizo salama, wasiliana nasi. Namba zinapita chini ya skrini ya video hii ili upate ushauri sahihi unaoendana na mahitaji ya mwili wako. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.